jina Toma na ukweli wa mambo, kijana mwenyewe pale vi walikuwa na bonga na budake kutumia walkie-talkie area zenyewe hizi. Na ukweli wa mambo, budake pale vi kijana kwa jina Toma alikuwa yuenda masafa na ambayo alikuwa ni marefu zaidi, kuweza pale vi kuenda ma-adventure na ambazo zilikuwa za za kusakanya mali. Baadaye alikuja namna gani kuweza kusimamisha hii story yote, na akamwambia kijana aende akatune. Yetsaya. Ilikuwa ni mazoea, baada ya kila mwaka lazima buda angeweza kumpigia kijana ili at least aweze kumjulia hali. Mwanzo alikuwa yuaenda masafa, yani nyakati na ambazo hata hakuwa anapata muda wa kuweza kupatana na kijana yake ukilipenda. Na angeweza kukosa kupatana na kijana yake, yani kumpigia kijana yake, alikuwa anahakikisha ameweza kumtumia souvenir ama ukilipenda zaidi zawadi fulani na ambayo ingeweza kumtuliza kijana hadi waweze kupatana na buda area zenyewe hizi. Asante sana. Wazi ulifika ni mwaka wa 1981, wakati pale hivi kijana ashakuwa mrefu hadi anaweza pale hivi kufikia zile switch ya ile walkie-talkie ukilipenda. Aliweza pale hivi kusikia mtambo umeweza kukoroga, sasa ni aweze kuharakisha at least aweze kujua buda yusema namna gani. Kufika hapa aliweza kusikia buda akimwambia namna gani yuaenda kwa adventure na ambayo itaweza kumteka more than 5 months, na yenyewe pale hivi itaweza kusababisha yeye mwenyewe hataweza kupatana na kijana yake. Kijana pale hivi aliweza kujua huo ni uongo na ambao buda ako nao. These are hard to find, Wazi kabisa, baada ya miaka 30 kijana mwenyewe hata yeye amekuwa mkubwa, na sasa hata yeye mwenyewe ako na familia, ingawaje asha divorce na bibie kwa muda wa miezi 6 wa sasa. Lakini yeye mwenyewe pia baada, kwa sababu ya leo hii kulikuwa ni birthday ya kijana yake kwa jina la Bobby. Sasa yeye mwenyewe aliweza kumpigia kijana na akaweza kumdanganya kwamba hata yeye mwenyewe utakuja masaa za jioni, na anajua vizuri zaidi hata aweza kuenda. Alikuwa na kairetu fulani hapa alikuwa yujuka kwa jina Penguins. Kairetu mwenyewe pale vile alikuwa ni assistant wake. Mwanzo mwenzetu alikuwa ni mwana entrepreneur, kazi yake ilikuwa ni kutafuta opportunity. Alikuwa ni mwana opportunist ukilipenda. You can go in. Mr. Popper, sorry to waste your time, but I changed my mind. I'm not going to sell. Wazi aliweza kufika upande wa pili hapa kwa lile kampuni na ambalo walikuwa wameitwa. At least aweze kuona kama wataweza kusaidiana yani kifikra. Kufika hapa aliweza kupata Kamzai hapa, ameweza kujam na ameweza kukataa ni ile offer na ambayo mwenzetu alikuwa ameka mnayo. Kamzai yuko juu kwa jina Mr. Franklin ukilipenda. Mwenzetu aliona namna gani umekata offer yetu haina noma, lakini ghafla aliweza kuona merikebu fulani na ambayo ilikuwa ni toy hapa. Akaweza kumuuliza Kamzai, unaweza taka kuweza yani kutumia merikebu kupitia upande wa pili kule juu ya maji uelekea side za Afrika? He had some stories. Like that storm off the Horn of Africa. The Horn of Africa? The Horn of Africa, si ndio? Naweza taka kwenda upande wa pili kule. Lakini mwenzetu yamwambia namna gani upande wa pili kule? Afrika kuna kuwa na mahuela ambazo huwa zinakula msee. Bodo wa kona utaweza kutafunwa. Elewa sasa, Kamzai alikuwa ameshakataa story zake. Lakini sasa ameweza kutafuta plan B. At least kuweza kumuingiza box. Washa fan. Mbio kisha na maana. Kamzai pale vini aweze kupigwa hadi na maji manze. At least aweze kufanya kusikia busy kopo maua. Wazi kabisa. Kamzai lazima pale vile aweze kutafuta ama pale vile kudanganyiliwa aonekane kama ataingia box. Fungusha mtu, bingirisha mtu kama Santuri. Oh my god. Manze Kamzai umeweza kukaa fomu. It can't be. Lazima pale vile kuhakikisha utafute venye na ambavyo utaweza kuishi area zenyewe hizi. Like a gentle giant. Unasikia namna gani? Upande wa pili zile maholi zile huwa zinawika vibaya zaidi. Kile tu na Happy Penguins akaona namna gani ni kuweza kuunda kangepa. Kambio hapa hivi kakoza kumzubaisha Mzai. Mzai ni mbio pale vile waweza kuja yani kuchapongepa. The spray of his mighty blow. Yani ukiweka pale vile ongepa upande wa pili kule kwa upara, kijana mwenyewe Mzai mwenyewe utaonekana uko fomu manzi. Mzai aliona manzi hawasi ni kama amekuja kuniundia siku, lakini haina noma. Wenzetu waliona wamemaliza story. Sasa ni wangojee venye Kamzai ataweza kufikiria. Kaanza kuchomoka. Wewe hamfai kuweza kuchomoka. Ni kama pale hivi nimeona uko na kitu na ambako kanaweza tusaidia. Na mara hiyo mwenzetu waliweza kujipata kwa board member ya hawa wasee wakiwa ni wote kiujumla. I'm getting older and weaker till it has that funny smell. Starts driving around all day with the left turn signal on. Franklin, or will it be reborn? Na ukweli wa mambo ameweza kuitwa hapa kwa sababu elewa wanajua mwenyewe ni opportunist na wanajua vizuri zaidi wanaweza wakamtumia waweze kugain mambo hapa. Alikuwa pale hivi na
Come on, guys. kibana fulani hapa, Mr. Franklin Poppers yeye pale hivi ndio msomaji wa hii story ikiwa ni yote kijumla. Yakoera ni otiro ndo itagio gwika Mozesi, kila kitu na ambacho ninaweza nikafanya ili zenye hizi ncha kuokolea. We had a feeling this was coming, Bobby. We saw them. Nilikuwa tunajua tu utakuja na huu puzi Mr. Poppers. Tafuta kazi nyingine, yani story nyingine ya kuweza kufanya. Na sijui kama unaweza yani sijui kama umefikia wa kukalia hicho kitu na ambacho unataka kukalia. Tukabego ikaradhe, usikalia hapo, kuna kitu moja na ambacho tunataka kukupea. Task moja tu. Kama pale hivi unataka kukuwa member wa hii kampuni, lazima uweze kuhakikisha umeweza kufanya kazi moja tu. Manzi hata muweze kuniambia niweze kubadilisha New York iweze kuwa Washington DC, ninaweza nikafanya hiyo story. Lakini aliweza kuambia hapana, kuna hoteli ambayo inajulikana kwa jina Tehran yani Tehran of the Green. Estate yenyewe tunataka uweze kununua na ununue na jina la kampuni. Tehran of the Green. Mfetu aliweza kushangaa. Okay, haina noma. Mimi mwenyewe nitaweza kuhakikisha nimeweza kupata ni ile estate. Unaona kama utaweza kufanya hiyo story? She's gotten 1,000 offers, turned them all down. You've got one shot. You think you can close it? You think you can do this? Ai, msaya hatujaipatana. Mimi hiyo kazi huwa nafanya hata nikiwa nimelala. Kaidha kanani. Mimi mwenyewe ni yule mzee na majioni. Do you make sure the kids are ready? Yeah. Naweza kuelekea upande wa pili manyumbani. Elewa, msimu wa yani wa kusherehekea birthday ya kijana yake kwa jina la Bobby ulikuwa umekaribia. Mzee wetu sasa, elewa nimekufahamisha, alikuwa amedivorce na bibi hapa. Sasa kufika kwa bibi aliweza kupata wife huyu kijana kwa mjamaa kwa jina Niki. Huyu naye pale vile alikuwa ni timu afisi, alikuwa ananyemelea bibi mwenzetu. Kawaje pale vile mwenzetu walikuwa wameachana. Please look away. Hebu angalia kando, wacha kuniangalia hivyo. Waacha basi wenyewe nitaweza kuangalia kando. Aliweza kuingia upande wa pili kwa keja, akaweza kupata Bobby. Kama jitayarisha hapa hivi kanacheza kama Messi. Mimi manze buda naweza kugonga pena nyingine muenda. Manze familia zo. Hey, Papa. Greetings. Say hi to Rick. Yeah, he hugged me 3 times. Felt like an endangered sequoia. Come on, we've only gone out a couple times. He's a keeper. There is nothing wrong with a man who recycles. Right. Aliweza kuingia upande wa pili kwa bibie. Kufika hapa akaweza kuambia namna gani huyo jamaa kwa jina Niki anaonekana ni mzee mzuri, ingawaje pale hivi kazi yake ni kuweza kukatakata maua area zenyewe hizi. Anaonekana anaweza kufanya kazi poa. Yes. Bobby yako wapi sister yako? Cooper Keegan. Sister yako ameweza kuharibika, mwanzo aliweza kuachwa na mara ya kwanza. Kailetu aliweza kufika hapa, Kailetu kwa jina la Jenny. Kufika hapa akaweza kupata fadhi hiyo ni wana. Kaenda pale vini kukaa chini. Wow. He doesn't want to go with you this week. Alisema hataki kwenda na wewe kwako leo. Mwanzo anaona wewe mwenyewe ni fala manga. Wewe na man. Tunaangalia nini pale? Nikituraro halia. 95 pounds of C4 explosives. 95 pounds of C4 explosives. Uhakikishe umevuta waya na ambayo ni mzuri ya kuweza kutagua hiyo bomu. Mwanzo ukivuta baya kanalipuka. Popper. Jitayarishe Popa ama pale viki weza kugumania mbaya. Popa aliweza kufika area zenyewe hizo, kuweza kumpata kabintie, at least aweze kujua nini ambayo inakasumbua. What do you do if you like somebody but they don't like you back? What will you do? Kama unapenda mtu wewe mwenyewe akukatae. Cheney? Hiyo ni ngumu. Lakini kuna mtu ambaye ameweza kukuacha ndio. Sasa fanya tu hivi. Wewe mwenyewe ni kadem na ambaye yuko independent. Na hata Beyonce, yeye mwenyewe anakuwa na madogi wake na ambaye huwa anaishi na anahitaji mwanaume. Ole gona rejo hadi kwenda. Jamaa yani kijana kajua Buda ameweza kuvuta waya mbaya. He cut both wires. Jamaa mwenyewe ameweza kujikosea. It's gonna be fun. Kitu itakuwa fun. Kuja tuende kwangu leo at least tukatembee. Lakini pale vika ile tu alisema hata kuja. Na hiyo story hata siku ya leo hawataweza pale vika kusherehekea na vijana ama pale vina watoto wake. Aliweza kurudi upande pili kwa apartment na ambaye alikuwa anaishi ndani yake. Kufika hapa pale vile alikuwa yufunguliwa mlango na kijana kwa jina Oh, they don't like me right now. What? Bingo mwenyewe aliweza kumwambia mwenzetu namna gani, hata kama watoto wako wamekukataa, mimi mwenyewe nakupenda na naweza kaa na wewe venye wewe mwenyewe unataka. Aliweza kuingia upande wa pili kwa keja yake. Asante sana. Kufika hapa akaweza pale viku kustukia yani mtambo wake wa simu unakoroga. Ikakati weka kakiti vizuri. At least niweze kufikiria chenye ambacho nitaweza kufanya. Aliweza kusikia kuna message na ambayo imeweza kuingia kwa phone yake. Sasa ndiye aweze kuisikiza yenyewe inasema namna gani. It's about your father. So where was he, Reginald? And Selling ice to the Eskimos.
That's the order. Mwenye namba aliweza kumpigia alikuwa ni roya wa budake, na ukweli wa mambo kamzae mwenyewe alikuwa anataka kumpea kijana zawadi na ambayo ilikuwa imeachwa na budake kwa jina yake. Yes, la Mr. Popper Kincaid. Na ukweli wa mambo kijana mwenzetu lazima angeweza kupata ile zawadi. Alifika hapa akaanza kusomewa will. The Tahoe yurt and the Uzbek yurt, as well as the rest of my work possessions. To my little Tommy, I've sent you a souvenir. I've sent you a souvenir. Na yeye pale itaweza kukusaidia zaidi. Itaweza kuwa inakubamba kila saa na wakati. Lazima uhakikishe umekana ile souvenir kabisa. Zetu aliona sawa. Buda anaweza kuwa kuna souvenir na ambayo ni ya haja. Asubuhi na mapema siku na ambayo iliweza kufuata. Mama mwenyewe ni Monday. Thank God. At least mtu aende kazi. Historia ya kukaa nyumbani ya ibambi. Wenda kufungua upande wa pili kwa mlango. Aliweza kupata kijisanduku hapa. Kijisanduku chenyewe kilikuwa ni ile souvenir na ambayo Buda alikuwa ameweza kuituma. Sasa mwenzetu ni aweze kuifungua, aone ni nini kilicho ndani. Kufungua, aliweza kupata hapa kuna kapenguin ambako kameweza kufreeze. Akadhani, mwenzetu akadhani ni kamchongo. Kwa hivyo akajua namna gani, wacha niweke haka kamchongo hapa. Kanaonekana katakuwa kingine ka smart sana. Cue daddy. Yes, Buda anaonekana ameweza kufanya kazi ya maana. Ghafla aliweza kusikia yani kupigiwa kamtambo, lakini yule penguin wako wa mchongo alikuwa uhai. Yeah, I know, I'm late. Penguin mwenye alianza pale vini kuamka jo. Already? Yes, I know how important. testing. Manze. Oh. Kujifungua upande wa pili mbio hivyo. I don't know. Tell her I was poisoned by a porcupine. Mwenzetu na yake zidi kuongea na mtambo aliweza kushtuka. 4. Penguin nimeacha hapa imeenda wapi? Asi? Ghafla aliweza kusikia kakiwika upande wa pili kule nyuma. Asi, goja. Nataka kuniambia hapa kuna kitu na ambayo iko uhai, goja. Na leo pale hivi kwa hii apartment ya wenzetu hawakuwa wanaruhusiwa kukua na pet. I'll call you back. Wacha nipapane na ile shida na ambayo imejileta hapa. Penguin yenyewe iko uhai. Wacha niweze kuikaribia nijue ni nini ambacho iko ndani yake. He sent me live penguin. Amenitumia live penguin. Buda ni kama alikuwa ananipenda, si mchezo. Penguin naye pale hivi mwana mwenzetu yazidi kupotea manze. Buda unataka namna gani jo? Naweza hata nikachomoka hapa niweze kukuondokea. Lakini mwenzetu aliona hapana, wacha at least niweze kushika kaka penguin. Nijue kanaweza kakanisaidia namna gani. Ukaino upande wa pili kule juu. Akaona pale hivi ka penguin kenyeka kwa uhai. Ni makemu yako huo. Live penguin. Kaliweza kuharibu viatu. Ulikuwa tumembaba. Yaani tulikuwa tumependana na wewe. Lakini sasa itabidi nikupeleke upande wa pili. Nataka ufreeze. Ufreeze viatu ulikuwa nikurudisha kwa box uende manyumbani. Netwanyitana. Na tafadhali nimekuacha hapo ufreeze. Sijakuacha hapo guze vitu. Ndio maana nimekuondolea hii towel na hizi pale vima brush. Na mimi mwenyewe nimeweza kuelekea kazi. Na panganga zake aliweza kugonga kile kijisanduku. Wateke kuna barua ambayo iliweza kuchomoka kule na ikadunda kule chini ya meza. Lakini mwenzetu hakuweza kuiona maru. Ameelekea kazini sasa. Elewa leo hii ndio alikuwa anafaa aweze kupatana na yule mama kwa jina Mrs. Harris kwa ile Tavern on the Green. Aweze kujua kama yani yule madam ataweza kumuuzia hili ama pale hili estate tukilipenda. Kufika hapa aliweza kupata penguin. Penguin naye pale hivi wasema umeweza kuchelewa. Hapana, mtumio sio taina magego enako. Huyo mama mwenye ananga amenoa kwa side gani? Kai etudha waku nyuma yako zo. Behind me. Ako nyuma yangu. Wow. Pleasure to meet you. Daigu wale ugaga itali ho. Nimesikia venye wewe unasema kama si uko. Asante sana. Salimu. Nisalimie. Wallan. Wakaiveka. Mr. Popper umeweza kuchelewa. Ninakupenda dakika 10 uweze kuwa umejielezea chenye na ambacho kimeweza kukuleta hapa. Na leo pale vicheki kwa lile hoteli ameweza kuandalia, yani ameweza kuita machefu wote. Huyo atakuwa Furugo, huyo atakuwa Bade, huyo atakuwa Wanyutu. Na huyo atakuwa Mike. Wakivaka. Do you like kidney pie? Unapenda kidney pie? Kitu kama hiyo madam. Mimi naweza kula kidney pie. Okay, kuja tukakae chini manzi. Kai, ndio maruga. Hata wanafaa ende retire hizo. Ameshazeeka kwa hii kazi. Kuja pale vitu ndio tukakae chini. President Baba Madhe yuaenda ni kule kando kana. Mwenzetu alisema hapana. More in the center of the naweza taka pale vitu weze kukaa katikati ya ile jumba. Wikaraka ukado ndigega. Na penguin upande wa pili manyumbani aliweza kucheza. Akicheza ndio design kama ile. Aliweza kuuza tapia maji na tapia maji ikaweza kufungua maji yenye hizi penguin manzi. Kuihorerero. Full name Mr. Popper. What's your full name Mr. Popper?
This restaurant has... mimi mwenyewe najua unaitwa Pepper, yani unaitwa Popper. Hujai niambia jina la kwanza. Mwenzetu akamwambia jina la kwanza yuaitwa Tom. Tom anaitwa Tom Popper. For Fred Astaire. My mother made a BLT for Kareem Abdul-Jabbar once. Mamangu alikuwa anataka kazi zingine kama hizi ziweza kufanywa, lakini yeye mwenyewe hakuwa na doza kuweza kufanya kazi zingine kama hizo. Yes. Lakini mimi mwenyewe niweza kupata pesa na ambazo zitaweza kunisaidia niweze kuhakikisha ile dream na ambayo ilikuwa ni ya mother imeweza kufika. Two. Nothing more important than family to me. Nothing. Are you married? Not. Are you married? No. Uko na watoto? Ndio. Niko na watoto wawili, kijana na kadem. Yeah, na wote wanakuwa machizi. Alternate weekends together. Tell me about your father. Niambie kuhusu budako. Budako kulienda namna gani? Budako? Mimi na budangu tunakuwa related. Wacheki akiuliza story na budake yuangalia meza na ambaye ndio kule kando kando. Mimi na budangu tulikuwa related. Lakini wacha tu nikwambie ukweli. Hatutakuja hapa kuongea story za budangu. Tumekuja hapa kuongea kuhusu hili estate. Na nataka uniweze kunifahamisha kila kitu na ambacho wewe madhe unajua. Picture yourself. Picture yourself. Ukiwa upande wa pili kwa merikebu fulani, kule upande wa pili kwa bahari. Ukiwa aere manzo ukiwa umevuta Wajakoya zo. Marmalade Sky. Manzo unacheki Wajakoya hapana, mimi huwa situmii madawa za kulevya. Huwa situmii pale viki Wajakoya. Mimi mwenyewe ni msee ambaye wajielewa zo. Number of sharp-tongued snake oil salesmen like yourself. But I'm not selling to anyone. Hii estate siuzii yoyote. Lazima mwenye nitaweza kuamua kuuzia, lazima nihakikishe nimemjua nje na ndani. At least jamaa mwenyewe hataweza kunikoroga. Well, I'm afraid your time is up. Na wakati wako umeisha. Dakika zako 10 zimeisha tu hivyo. Na kuna chenye umeniambia cha haja. Na madamu mwenyewe Mrs. Harris akaweza kujitoa. Penguins ndiye alikuja hapa akaweza kumuuliza mwenzetu kumeendaje. Cheki upande wa pili kwa nyumba. Yule penguin bajani ya kuweza kufungulia maji. Ile bathtub already ishajaa maji. Penguin mwenyewe sasa yuogelea. Ela yupenda maisha mengine kama haya. Ya kujina pale vya akiweza kuogelea. Sasa mwenzetu ndiye ataweza kujua juu upande wa pili manyumbani. Aliweza kufika kule, kufika hapa akaweza kumpigia yule mzai na ambaye alikuwa ndilo ya budake. Kuweza kumuuliza namna gani mbona uweze kunitumia kipinguin. Kipinguin chenyewe kinaweza kunisumbua. Yes. Then Popper Bebe, my father, who is apparently your captain, had you send me a penguin. You like penguin? How could you say, yani send me a penguin? Aliweza kusikia penguin wake akiweza kuweka upande wa pili kule juju. Ikabidi sasa ni aweze kuelekea kule. Na akasema kesho aweze kuletewa boxi na ambazo ataweza kumtia huyu penguin apelekwe kwa zoo. Mwanzo yeye mwenyewe hataki kukaa naye. Kufika hapa network ni kama inapotea. Ikabidi ni aweze kurudi kule kando. At least aweze kuongea na ile simu poa. Wacheki. Kwa ile jumba na ambalo alikuwa anafungua, penguin already ashaogelea. Kumaanisha namna gani maji yashajaa kule. Mwanzo naye anasema namna gani kesho muhakikishe mmeniletea sanduku la kuweza kuweka yule penguin na dire dolimo. Na kama mtaweza kuniletea mjue mimi, yani mjue huyu penguin ataweza kudedi. Hello? Tunasikizana ama tusikizani? Kaliweza kukatiwa simu. Manze wase wanibambi. Sasa niweza kufungua bwana pichuka. Aliweza kupopona maji jo. Alikuwa ametoa upande wa pili kwa keja. Wow. Cheki mali aliweza kujishikilia. Kunywa maji. Kisha na maana penguin akaweza kumuka. Ya buda. Acha nione kama utaweza kudunda upande wa pili kule chini. Ndio anarekea. No, usifanye hivyo. Manze usifanye hivyo. Anaweza kudunda chini manze. Wow. Penguin amekuja kumtesa mwenzetu hapa. Sasa mwenzetu aliona hapana, hazitaweza kukaa na huyo penguin hapa. Kupigia wase wa mazuu, wanasema hawataki story zake. Cheki aliweza kuchukua kasi mkake akaweza kukabrenda bio. Karibu wase wanamsumbua. Wase walianza kudunda moja baada ya mwingine. Huyu na yeye kazi yake ni kuweza kuchukua mandege wa kawaida. Aliweza kuona penguin. Penguin? I didn't know it was a penguin. Siku anajua ni penguin. Wacha niangalie kwa list yangu kama ninaweza nikachukua penguin. Kuangalia kwa list yake hakuna penguin. Hapana, usichukue kama penguin, iandike kama douche. Ukipeleka kule itakuwa sasa itajisort. Hapana, mimi sichukuangi mapenguins. Mimi mwenyewe nachukua madouche. Yeah, I only pick up the dead ones. I only pick up the dead ones. Na mimi nimeenda. Kai, uko ndaona thina Jesse. Wow.
Nyakati za jioni aliamua ni kutafiti kuhusu mapenguins. Penguin naye pale vio mcheki mwenzetu yashinde huyu jamaa analala namna gani. Manzeni nyakati za usiku na jamaa baada aende kwa bed. Analala hapa kwa kiti ngoza. Cheki kumkaribia hii na gitoro tiveru. Ngoja huyu akikataa kuamka kesho asubuhi atajiwa aju nyakati za ngware. Mwenzetu sasa nyakati za Afrika mwenzetu aweze kuelekea kazi ni kama hataki kuamka. Penguin aliona hapana. Wewe ni uma toka kwangu. Hey, tutigogiana nawe. Nataka uende ukiendanga. Barabara ni kubwa uende ukajie. Ukatembea upande wa pili kule. Exit the building. Pita hivi, uende upige kona, uteremke upande wa pili uingie kwa stairs, yani uingie kwa lift na uweze kuchomoka. Aliona hapana, hapa kuna maji na huyo penguin hataki kuchomoka goja. Acha nikuonyeshe vile nitakufanya. Aliweza kuchomoa yale maua namba ya upande wa pili. Kisha yale maji ni aweze kuyamwaga hapa. Hapa kuna msee namba ataweza kupata lift ya sare. Goja uka, hapa kuna lift. Yeni, utinatoke giala. Kocha, na kaweza kuingia upande wa pili kwa keja. Akienda kazi, aliweza kuitwa na caretaker. Caretaker naye akamwambia namna gani nimeweza kupata mnyama wako. What are you talking about? Huyo si wangu, mimi simjui. Oh really? Why would I have a penguin? How can I have a penguin? Hapana, mimi najua ni penguin wako. Akaweza kuwekewa CCTV. Kuna msee na ambaye aliweza kuchua penguin na akaweza kumpesha lift ya sare. Well, that could be anybody. That could be anybody. Oh. Okay, yeah, inaweza kuwa anybody. Acha tuone. Hiyo. Nani huyo? Just give me. Mani ni kimani ukinyita modo. So, hii penguin ni yako. Na unajua vizuri zaidi sheria za hii area hakuruhusiwi mapets kwa hizi apartments. Sijui mbona wewe mwenyewe uko na ki apartment. Yaani uko na ki penguin hapa shika kidhao. Pana. Bado namcheki penguin wacha kunihonga. Oh, I can still see him. I can still see him. Shika dhao mbili. Bado namuona. Ni kama pale hivi ameanza kufade. Fika 5 manzi. How's that? Hizo ni ngiri 5. Unaenda kuona. Wewe ni nani manzi? Wewe ni nani? Manzi hata sikuoni. Wewe ni Mr. Popeye. Hebu ongea tena nisikika sauti yako. Mzee sasa akabidi ni ameweza kumchukua ka penguin wake. Ampeleke kwa keja bio. Wewe kwa keja fungua mlango. Ingia haraka. Nyumba kuingia. Eni. Jose alikuwa pale vini neighbor. Na ni wale maneighbor namba huwa anapenda kunusia pasipo pao. Akaweza kuona mwenzetu hapa ni kama kona kimnyama. Huyo nenya waigeri yako. I can't say I blame you. Nimeona siwezi nikakublame lakini nimeona pussy. I'd find someone to share it with too. Nimeona uko na pet jamaa na umeweza na unajua tumekatazwa kukuwa na mapet kwa hii apartment. Mimi sina paka na sina chochote upande wa pili. Kabla Digital surround. Aliweza kusikia vitu zikiweza kuangusha upande wa pili kwa nyumba. Ngoja, wacha ni deal na hiyo story. Then mimi mwenyewe nitaweza kuja baadaye. Na sasa hiyo kunusia pasipo pako uache. Sasa aliweza kuchomoka. Baadaye aliweza kuweka pale TV. TV yenyewe ikaweza kuleta kidushi fulani kinapeperuka upande wa pili kule angani. Penguin naye kufika akaona namna gani hata mimi mwenyewe naweza buruka. Pepea. Mziki akaona haya, kariki gati. Akabadilisha station. Your commentary in The Economist. Penguin aliweza jamaa manze rudisha huyo ndege manze. Ama niweze kuharibu hiki kizawadi. Mzee alishtuka gai. Sasa sitaweza kufanya story yangu, sitaweza kuona news juu yako. Manze rudisha TV. Ghafla upande wa pili aliweza kusikia mlango umeweza kubishwa. Akaweza kupata lile sanduku na ambalo aliweza kuahidi, yani kuagiza za kumrudisha huyo penguin zimeweza kukam. Sasa mwenzetu ni aweza kulileta. Penguin alimuoka mbio. Mwanzo amejua sasa ni kama redi yake imeweza kufika. Mwenzetu aliweza kufungua sasa kuja. Wewe mwenyewe unaelekea manyumbani. Penguin kuangalia, ni huko ishara. Ngoja utajichora utajua ujui. Mwenzetu akaweza kukimbishana na kombe. Upande wa pili kwa kila kijisanduku wengine walimuoka. Wadhani, wow. Mwenzetu akaweza kumshika penguin na akaweza kumrudisha kule ndani. Kwenda kufunga ndio kwale. Kalazi kugaka. Kuja cheki. Waliweza kuchomoka wote. Mwenzetu sasa ni aweza kumchukua huyu mmoja amrudishe kule ndani. Wewe achoka kulia. Dakwera utajua ujui. Aliweza kusikia kitu. Ile kiradhi na bena huo uogoja. Kukika hapa gai. Yeye ndio kitu wako. Hai? Haudikiweka hia. Ulikujaje hapa? Kuna kingine kana jifurashi upande wa pili kuna kwa tayari manze. Zulitoa huku. Toto nyamune tokude matu. Manze ini wana. Wacha aweze kuchomoka hapa. Aliweza kujipata ako na kanasari. Cheki. Wale mapenguin ukilipenda. Mapenguin wote wakiwa 6 kiujumla. Wengine na wao wanatembea upande wa pili kwa stairs. Wala hapa tiri hata hao. Ulipanda wapi aje hapo juu?
Nyai ndio chai. Upande wa pili mlango umeanza kukorogwa. Mwenzetu lazima hakikisha mapengo zaonekani. Aliweza kutafuta mchele. Manze kujeni mkula mchele manze. Kuweza kuwadanganyilia kisha na maana kwenda kwa upande wa pili kwa mlango aliweza kupata. Wenye wamemuoka. Yani ni bintie, kijanake na bibi yake. Not quite ready yet. Zawadi yako iko sawa mwanzo. Yani kijana ni birthday yake leo. Lakini yenyewe haiko tayari. Ngoja kwanza pale vikwe tayari ndamuoka. Lakini mapengo hizo waliona hapana. Huyu jamani kama anataka kuwaficha juu. I got the gift. It's right in here. Yes, zawadi yako iko hapa ndani. Lakini itabidi ngoje penguin alimuoka. Ai, huyu ni penguin. No. Ngoja manzeni nimeona penguin. Wow, hadi bibi alishangaa. Aha. Kijana umeanza story. Live penguin? You brought a live penguin? Yeni na sio mmoja ni 6. Yes! Best! Niko na present. Really? Ama pale vini niko na team ya volleyball. Yeah. The best present ever I've got. Yani I've ever got. Kijana pale viwa bambika. Manze huyu anaitwa huyu anaitwa captain. Huyu anaitwa Laudi. Manze yake kazi yake ni kupiga kelele. Huyu naye pale viwa anaitwa Sumbua Eric kama kaa. Friday. Huyu naye yaitwa Fati. Yeni, huyu naye yaitwa Lovely. Kazi yake pale vini kupenda wasema nzi. Huyu yaitwa Lovely. Na kisha na maana kuna mwingine, Sumbo mwingine muenda. Huyo inaitwa Brayo, sijui iko wapi. Brayo na sasa kivyo kanajikongesha upande wa pili. Ako pale vini kwa kanaitwa Brayo. Mothe, Brayo anaonekana ako na uchizi. Watoto wako na namna gani? Hey, sasa tumeweza kupata kazi ya kuweza kufanya. Sasa niweze kukimbishana na wale mapenguins area zenyewe hizi. Bibi naye akaweza na nikuulize uliwezaje kupata hao mapenguins? How did you find them? How did you find them anyway? Birthday penguin rental company. Ni story mrefu. Hiyo story yote imetoka kwa Buddha. Mwenyewe ndiye aliweza kutuma na hizi mazawadi niletewe. Your dad? Yeah. Wait, you saw him? How is he? Akawaje Buddha aliweza kudedi, lakini kabla dedi ndio aliweza kuacha hizi mapengo hizi niweze kuletewa. So mimi mwenyewe na mimi nikaona namna gani kama lazima niweze kukaa na wao, lazima itakuwa ni poa niweze kuwa nikimkumbuka Fadhila hapa. You're fine. Fine, I'm good. You left me those. Hey, where are you going? Get back here. Buddha aliweza kuniachia mapengo hizi wote nikiwa enjoy na wao. Kwa hivyo mimi mwenyewe najua mambo yako sawa. Thanks, I should get the cake in there. Wacha niweke keki upande wa pili. Kamera! Walikosa kusikia kwa fridge kuna mambo. Niki, mapengo hizo yameingia kwa fridge. Mwanzo ni press button. Hapana, sasa hii tutaanza kugatanwa nayo. Fridge. Mapengo hizo wako kwa fridge. Ghafla upande wa pili kwa mlango aliweza kusikia msee fulani. Huyu na yeye alikuwa jika kwa jina yani Bart Jones. Na yeye mwenyewe alikuwa ametoka upande wa pili kwa New York Zoo Department na alikuwa amemuka hapa kuweza kuhakikisha kwamba na kwa eti amewachukua mapenguins na amewarudisha upande wa yani amewapeleka upande wa pili kule kwa zoo. Lakini venye namba ni wangapi? Ni 5 ama 6? What's going on? Ni 6. Nini kinaendelea hapo? Wacha nidili na hii story nitamuoka tu saa hii. I've got my team downstairs and a fully equipped retrieval van. Yeah. Nimekuja pale vina mbogi yangu tumekuja wale mapenguins. Actually, hao mapenguins utawachukua saa hii. Mwanzo saa hii kijanangu amechizika na wao. Na wase na kuambia namna gani watoto wangu wako wanataka stories zangu, lakini saa hii wanaonekana wanabambika. Put them in a New York apartment, they're going to get beak rash and wing. Unataka pale hivi kuweza kuweka mapenguin kwa apartment yako, mapenguin wanataka place ambayo ni baridi, wanatapenda pale hivi samaki, snow kwa wingi, na wewe mwenyewe unataka kuweka place na mama kuna joto. Usione wana. They're yours. Just not right now. I'll call you. Wacha nitakupigia simu nikitaka pale hivi uweze kuwachukua. Mr. Jones naye aliona namna gani wacha aweze kuchomoka, lakini He's got 6 of them and they're Gen 2s. wasikia namna gani Jones aliweza kumpigia mjinga fulani na akaweza kumwambia kwamba ameweza kupata wale mapenguins na wenyewe pale hivi wanaonekana watakuwa ni wa bei poa. For their deaths. He's the baby. Huyo jamaa alikuwa hata mapenguins hapana. Yeye mwenyewe alikuwa yeye ametoka upande wa pili kule kwa zoo. Alikuwa anakuja kuniambia venye na ambavyo nitaweza kupea hawa mapenguins dawa. Hapana mzee, niambia hawa mapenguins hawakujiwi. I don't know, Billy. I'd make him promise if I were you. Do you promise me, Popper? Ni promise hawa mapenguins hawataweza kuchukua. Ndiye kago promise. Napenda na hate ku promise. Don't disappoint them. Mwambie tu nda promise. Promise tu. I
Okay, I promise. Kijana pale vile aliona buda manzi hapo umeanza kunego. Manzi na kesho nitaweza kumuka. Nitakuwa nikimukila sana wakati ati niende kubambika na wewe. Na wacha vizuri zaidi. Wale mapenguins already washaanza kumpenda mwenzi tu hapa. Asante sana. Mwenzetu naye aliweza kuwapeleka yani kuipeleka familia yake upande wa pili kwa kuchukua taxi. Kisha na maana yeye mwenyewe aweze kurudi upande wa pili. Manzi buda huko fumu. Manzi bali niletea zawadi na ambayo sijaitaka. Yani sijaipata milele dawamu. We, na ndivyo ndio kuina nikiora gwetha. Nasikia kuna Niki na ambaye yenyemelea kwangu. Mwambie nitamnyoa kichwa. Manzi watoto wangu wana mwokesho ndo wakolia. Mimi nitakuuliza wao watoto wako wana mwokesho. Mwenzetu aliweza kurudi upande wa pili. Sasa chaki sikiza. Hawezi lala usiku. Ile kelele na ambayo iko hapa nyingine muenda. Wale mapenguzi wanacheza cheza nema. Wasikatai. Mapenguzi wanapenda watoto wangu. Lakini kwa nini yani wanakataa nilale? Cheki mapenguzi. Manzeni jogging. Wewe! Muende mkarare. Now shut up and go to sleep. Shut up and go to sleep. Ama niweze kuwakatakata nyi wote niwaue. Na ihenya. Adam nikiuko. Na manze ka 6:30 kakigonga tu hivi. Mwenzetu wako on. Cheki. Sasa aliweza kuambia mapengo ni wakuja walale. Bedi ikageuka ikakuwa yake na mapengo. Cheki. Manze. No gome. Mapengo hizi na waki na brawa nanguka upande wa pili kule nyuma. Aliweza kukujia kachai hapa. Na leo pale via yuko sura wako na wale mapengo. Wamemuongoza mbio. Seriously. Used to live alone. Aliweza pale hivi kufika place ya mama mwenzetu wewe picha mziki. Aliweza kumwagisha yani aliweza kumwagiliwa kahawa. Wewe ndio ana leo. Kisha na maana captain aliweza pale viku kuja kubonyeza remote. Mwanzo alikuwa ameona mwenzetu akibonyeza remote yenyewe inaleta cartoon. Sasa aliweza kumbonyeza remote ikaweza kuleta movie ya DJ Deeds. Mwenzetu akashangaa haya. Mwenzetu pale yani wajinga wenyewe wameanza kwenda kujiangalilia movie upande wa pili. Kumbe ni movie yake Charlie Chaplin. Alikuwa amewashikisha upande wa pili namna gani? Mwenzetu akaona hai hiyo ni plan poa. Kama mapenguzi wanaweza wakatulia hapo kwa tenje ama pale viko kwa TV wakijiangalilia movie the whole day. Mimi mwenyewe nimeonekana nimejua venye nitakuwa nikifanyana na wao. Na akaweza kuelekea upande wa pili kazini akiwa amewaacha wale mapenguzi wakiwatch TV. Hey, Mr. Popper, ninasikia kwamba uliweza kwenda na ukaweza kuhegeshana na yule madam kwa jina Mrs. Alice wakati ulienda kumtembelea. Kuhusu ile yani kuhusu kununua ile hapa ama ile estate yake ukilipenda. Lakini pale vikari yetu waliusema namna gani? Tumeweza kupata chance nyingine ya kuweza kupatana na yule mama. Mwanzo kuna party ambayo inakuja hivi karibuni. Na sisi wenyewe tunahitajika area zenyewe hizo. In character. Somebody like Jimmy Stewart. Tulieni manze, tulieni. Niliwaambia kazi yangu nafanyaga mdogo. Na lazima nitahakikisha hiyo estate tumeweza kuibai na jina ya kampuni. Nimwonyita kuumuti kanyageni kama wewe manze mchele uishe maji. And until we get him, you can keep your name off my marble slab. Yes, niweze kufanya kazi ama tuweze kutafuta mzee mwingine. Moti yethe todo mogo ikaki. Shinda ukiongea tu hapo matope. Ikiadoa marauga. Oza pale vitu tunaweza kudili na wao. Kairetu na elewa mwenzetu alikuwa amemfahamisha kuna mapenguins ambao wako kwake manyumbani. Sasa Kairetu aliweza kuwa ameandika barua fulani na ambayo ataweza kuituma upande wa pili kwa zoo ili waweze kukujia wale mapenguins. Akisema kwamba wale mapenguins yani wanamsumbua mwenzetu Mr. Popper. Mwenzetu aliweza kuitisha ile karatasi. Uncanny tracking ability. Hapana, Popper yani mapenguins wenyewe wanisumbua sahi. Walikuwa wananisumbua lakini sahi inaonekana wanapendana na watoto wangu. Wewe ulimo wako gate ni rato mabarua eno, hiyo ni upuzi. Cold enough for you? Glad you're comfortable. Out! Hey! Alikataa pale vi kuweza kutuma ni ile barua. Upande wa pili jioni aliweza kukuja na masamaki hizo. Ni kuweza kuwatuliza watu ama pale vi kuwatuliza wale mapenguzi. Watoto waliweza donda inadi. Kufika hapa waweza pale vi kupata. It's not bad if you keep moving. Buda pale vi wacheza na wale mapenguzi. Ule msimu wa winter ushafika already. Otherwise I get wig mage. Dad, are you okay? Dad uko fomu? Niko poa, mimi niko poa zo. Mimi mwenyewe nacheza na hao mapenguzi. Na leo anawaheta hao mapenguzi. Jo ile kelele ambao wanakuanga nayo. Yeah, maybe they are a little cooped up in here. Waliona hataweza kukalia yani kutulia upande wa pili kule kijani. Waweza kuelekea upande wa pili uwanjo. Treat waweze kuona kama wataweza kutulia area zenyewe hizo. Mapenguzi nao wanaambia namna gani waseni mweze kujichomoazo ama mweze kukuliwa na mawili. Kaletu na yeye hapa anaonekana akona mastress zake. Mapenguzi waliweza kushtukia dushi. Dushi yeye mwenyewe akaweza kuburuka manzena yako na mabawa. Kapteni yako na namna gani manzeta mimi siku moja nitaweza buruka. Hata mimi nitaweza buruka tu zikai. Flight envy? Unaona kama utaweza kuburuka?
Hiyo ni wana. Wewe mwenyewe uko na fins, hauna mabawa. Hiyo ni upuzi na ambao uko nao huwezi ukaburuka. Fish than fowl. Tawirore. Manze buda huwezi niambia tu hivyo. Buda kama tucheze, mbona unataka kujikaisha hapo chini? Oya acha pale vini kama tucheze. Come on, Jenny. Jenny kuja hata tuweze kucheza mapengi na wako namna gani hata sisi tunaweza cheza boli. Kaletu aliweza kukataa kwenda kwa ile game. Sasa cheki upande wa pili lika game kama ni una Man City. Cheki kina Haggard. Manze mbio tu. Chenga na kabila. Manze twende tukiendaga tu. Could be a yellow card. Kama washikisha upande wa pili kule. Kijana maana kijanani ya goal. Hapa Levin ndiye defender upande wa pili aliweza kuongoa ka ball. Wow. Kanaweza kumkujia assist upande wa pili. Buda alianza kumchochoka ile tu manzi ati kwa sababu ni academy sizicheza game na wanaume zo wataweza kunyangamiza. Hiyo ni wanana ambao uko nao. Chukua ball na kuja kucheza. Ndio tukaona haina noma. Acha mimi mwenyewe ningeuanzo. Yekuageti kana ni wana. Anaweza kupatikana moja jo. Haya unakiona kwa ndio leto kwa jeshi. Walande. Manze. Kwa upande wa pili majioni nyumbani. Walifika hapo pale vile wakapata kiatika yuko kai na kiatika yuko hapa sini kunomba. Lazima tu wadaike upande wa pili kwa keja. Cheki waliweza kupata na kiatika manze. Juzi ilianza kunipea 5 ni kwa sababu ulikuwa na penguin moja. Saa hii naona penguin 6 manze. Unafauni chote. Todo direpi yako hii. Penguin naona namna gani manze tunaweza cheza ile zenyewe hizi. Kawaida pale vile ule penguin kwa jina Abrayo. Katika naona namna gani manze jamaa analipa kuliko renta. Upande wa pili sasa wakiweza kuwatch movie. Cheki madhi aliweza kumuoka na aliweza kumuoka na Brayo. Huyu nimempata upande wa pili kule barabarani ya Kizurura. It was like that time you lost Janie at me. You lost me? You're never lost. I simply failed to maintain visual contact. It was less than an hour. You're liking it. Night? Really? Yeah. Cool. And Rick and I are celebrating. You got the grant. Yes. Wow. I'm really happy for you. Thank you. You know, I was planning on having him stay at Mom. Rat. Mama mwenyewe na yeye aliweza kukuja hapa na kaweza kumwambia mwenzetu kwamba you are vacation ama pale hivi you are kazi. Upande wa pili side ni Africa, Ghana kwa siku na ambazo hataweza kuzihesabu. Inaonekana ni kama wiki 2-3 hivi. Watoto wakaweza kuuliza kama wataweza kukaa na budake. Wakasema ni poa. Sasa mamani aweze kuaga watoi. At least ndio aweze kuelekea manyumbani. Mwanzo kesho. Yes ndio aweze kwenda kujitayarisha. Mwanzo kuna kesho yuelekea upande wa pili side ni Ghana. You too, laddie. Captain hata wewe manze goodbye manze tutaweza patana hivi karibuni. Lakini na maana madhini aweze kuchomoka. Watoi ndio waliyejindwa hapa wakiangalia Buddha. You like Mom? You like Mom? I do not. Mimi simpendi mamako kwa sababu hata mimi mwenyewe sijui kama yeye mwenyewe yanipenda. Niaje stories yako? Huwa anaongea story kunusu? You're acting weird. You're acting weird. Mbona nita ushiti akiwa Jakoya? Mbona unakaa kama venye yani mwenye amechapa kiwa Jakoya? Upande wa pili, nyakati za jioni mwenzetu Diana Bati. Kwa bed yake wase wameshajiandaa. Kai. Haleluya hadi koma na imani madhina moru muno. Everything needs. Siku ambayo aliweza kufuata ilibidi mwanzo leo kuna party ambayo inaendelea upande wa pili yake Mrs. Harris. Sasa mwenzetu aliweza kuagiza mboch wa kuweza kukuja kuangalia hawa mapenguins. Aliweza kutumwa Waledia mwenyewe ndio aliweza kumuka na wikaweka. Hapa lazima uweze kusumbuana nao. Kumbu mwanzo kuna wasena ambao wako huko ndani. Sitakwambia ni kina nani. Lazima uhakikishe mwache kipoa. Noma. Nitaweza kuangalia. Unakuja saa ngapi? Nitakuja mwendo wa saa 4 kamili. Wow, wacha Waledia aona wale kai. Hao ndio naangalia. Atuajira roka nashikana. So you'll be home by 10? You'll be home by 10? Kitu hiyo siwezi nikachelewa. Just keep the chapel movies going. Waache tu waweze kuwatch movie hapo. Wakiweza kuwatch movie hatakuwa na noma. Mwenzetu akaweza kuchomoka upande wa pili kule outside. At least sasa ni aweze kutafuta dingala kuelekea kwa ile party na ambayo ni yake Mrs. Harris. Wala pale via kuna mataxi na ambazo zilimo. Ikabidi sasa ni aweze kuchapa kalesa. Kufika hapa akaweza kupata kuna kipenguin kimoja kimchongo. Manze akaanza pale viku miss mapenguin wake. Mara hiyo akaweza kumpigia ama pale viku piga simu upande wa pili kule manyumbani. At least aweze kujua male mapenguin wako namna gani. Mapenguin wako manze wamezubaishwa na movie zo. At least pale vio wamebambika mambo mbaya. Wale asiwe na habari waliweza kukalia TV yenyewe kaweza kubadilisha station na yenye ilileta whale. Wale waliweza kupata mdomo. Akaona pale vio atakuliwa wale ndia. Kai.
aliweza kujiondoa mbio mbio, akaweza kuacha mlango ukiwa umefunguliwa. Captain mbio mbio, umai. Brayo na yala tupambao. Anatiga orea. Shrieking, cackling. Wow, Jose aliweza kumwoku upande wa pili kwa kiateka. Akuja kumwambia kiateka namna gani manze Mr. Popako na kelele ambayo inaendelea kwake. Nasikia ni kama kuna wasena ambao ni wengi zaidi. Kiateka aliweza kustukia mapengo ndio ni maadhi. Hao mapengo wameweza chomoka tu design ka hiyo. I feel like I can hear them now. Sorry, Ken. Sorry, Mr. Popper, yeye mwenyewe ni tenant mzuri na huwa ananilipa pesa ambazo zinanitosha. Captain, yeye mwenyewe pale vini anaongoza mbogi. Yaweze kufuata mwenzetu place na mama ameenda kufika hapa. Adio toneni hivi buda. Toneni hivi jeshi. Bio. Mwenzetu alikuwa anakuja kwa ile party yake Mrs. Harris. Mwenyewe alikuwa ameita hii party ili aweze kujua kama ataweza kupata mzee na ambaye ataweza kununua ni ile estate. Mwenzetu alikuwa ameweza kuitisha kaile tu Penguin mzinga fulani hapa na ambao ulikuwa ni wa 1912. Sasa mzinga yani mwenzetu ni aweze kwenda kumzubaisha madhi na ile yani na ule mvinyo. Penguin naoni kupita mbio lakini pale Vibrayo kufika hapa aliweza kuona manzi. Hunika saja wetu. Manze buda boss hiza sana aliweza fanywa mchongo. Akaweza kujangusha. Ukira tobia kule toradhio fonda. Yuko na ujinga hivyo. Watu wameandamana. Wameelekea upande wa pili kumfuata mwenzetu. Mwenzetu inaonekana ameweza kujificha. Aliweza kumpata Mrs. Harris hapa. What a pleasant surprise. What a surprise. Mbona uko nini unafanya hapa Mrs. Harris? Unaenda yako ulikiweka todo. Please. Goja. Sisi tuko na yetu yenyewe ni ya 1912. Mwenzetu sasa niweza kufungua kifuniko. Kufungua kifuniko wewe. Hey, usingie kwa mdomo ya wanyoto. Nikiwa githaka. Penguin pale via kwa standby. 1912 hata sikuwa nimezaliwa niweke yako. Kaje kilile. Lakini kabla niweza kumwekea madhe aliweza kuitwa. Mwenzetu akaona hapana hata mimi mwenyewe naweza nikaka kunywa. President mama walikuwa wamesimama na Amegui naye ametulia hapa alishinda. Huyu jamaa ni mbana Mwenzetu naye akaanza kunywa akaona pale vile Amegui yomwangalia. Amegui na keke unaye na kunywa hapa na mwagia kwa mdomo. Usione wanawe na guo. Kai. Mama mwenyewe nimeweza chomoka. Amegui ndiye aliwachopa hivi akiwa ameshangaa. Mapengo nao captain akiwa ameongoza mbogi. Unaona namna gani hapa ni twende tukiendaga wase. Lazima pale vitu weze kuhakikisha tumempata huyo msee. Atuambie kwa nini aliweza kupotea. Mwenzetu na yeye lazima aweze kuhakikisha amemfuata Mrs. Harris. At least aweze kumconvince aweze kumuzia ni lile estate na ambao aliko yani akona haja nalo kwa sababu hilo tu ndilo linaweza likamruhusu kufanya kazi kwa kampuni yake yani Mr. Franklin ukilipenda. Lakini madhi yosema hapana, wewe jamani niliona wewe mwenyewe hauko potential kuweza kufanya kazi kwa ile yani kwa hii estate. Kwa hivyo niliweza kutafuta mwingine. Mwenzetu aliweza kuona wale mapenguzi wake. Wapenguzi nao waliweza kumcheki mzai. Wewe uko hapo, wacha tukimwokingi cheki. Vijana ambavyo pale vizi napanda upande wa pili kule juu. Mwenzetu aliona hapana manzi. Madhini unaigua. Kuna tu. Upande wa pili kule chini venye ndani venye inabamba. Tuteremke upande wa pili tukadanzi. Ine matoi toka ine kuna. At least pale vika taweza kutubamba. Upande wa pili kwa elevator bio. Mwanzo pale vi mwenzetu yani yu amharakisha madhi. Ndio maana hawa mapengo zasikuwa amemfikia. Mapengo nao amemwalk bio. Manze mbona unatufungilia upande wa pili kule nje. Lakini sisi wenyewe tunajielewa. Wakizuni kuzurura aliweza kupata na furuko na yeye alikuwa bebe maji ikamwagika upande wa pili. Captain akakumbuka namna gani tunaweza tukapiga simu tondeni wase. Itaenda tukiendaga jo. Hapo pale vile kuchafua road. Cheki president mama wanapita kuna wase ambao ni wengi zaidi. Sasa pale vile wase wanajana. Ndio hichi chaji. Upande wa pili nao wase. Yaani mwenzetu yafuatana na wale mapenguins. Wase wengine wanafuata ole riko. Kamzae pale vina yake yotembea. Wapi kutokaviatu. Rudi upande wa pili juu. Mwenzetu nani kuweza kumzupaisha Mrs. Harris. At least asiweze kuona wale mapenguins. Neke. Kapeni na amemwambia kamzae kai. Yeto ishi. Wewe. Wadisa kupata mogeki. Ruka wewe. Upande wa pili kule underground. Kile tupipingwe ndiye alianza kushangaa. Cheki. Waliweza kuharibu kila kitu. Mrs. Harris aliweza kustuka. Wewe leta uruaro. Manze leta kiatu buda boss. Leta kiatu madhera. Yes. Nani umezera kuleta hapa penguin? Nimetumia ore. Nilisema aje hapa hakufai kuleta mapenguin. Captain aliweza kumcheki mwenzetu. Yule ndo ule. Mwenzetu naye akaona namna gani hapa nikuweza kujitoa. Mapenguin nao wakaweza kumfuata unyo. Mr. Poppers ndiye alikuwa ameleta wale mapenguin. Na no gugaga.
Sasa akielekea manyumbani amebonda. Like you, I don't need you, I don't want you in my life. I don't like you, I don't want you, and I don't need you in my life. Ni nini mlikuja kwa maisha yangu? Cheki wote wameinama. Kimeumana manze. Lakini Mr. Jones bado yamfuatilia mwenzetu hapa kwa sababu yataka wale mapenguins. Anajua vizuri wale mapenguins wana cost pesa ambazo ni mingi zaidi. Na akijua yani anajua akiweza kuwapata, yeye mwenyewe atakuwa ni mzee na ambaye atakuwa na pesa moba. Akwambia wale mapenguins waliweza kuharibu mambo zo. Sasa ni aimwa pale vini kuweza kuchora mishoni. Anahitaji ama pale vi yuaunda blueprint ya lile estate baada ya kuweza baada ya kuweza kulinunua ataunda nini? Fine. Kile tunaye upande wa pili hapa kanaonekana kamejam. Said I'm fine. Hey, I know I blew it before, but Nini kaile tuna umenijambia? Actually madhe yako hapa. Wacha tuende kwa madhe. Mwenzetu aliona hapana. Kile tu anaonekana kuna chenye ambacho kinamsumbua. Sasa ni aweze kumfuata hadi upande wa pili kule kwa elevator. Ajue kile tu nini ambacho kinamsumbua. Go out with Brandon Yee. Manze, imagine pale video ndio ameweza kumwambia Brandy waweze kuelekea naye upande wa pili kwa Denzi na ambaye alikuwa ameweza kunialika. Hiyo ni kunibebaje buda boss? So great, right? Cooper's gonna ask me to snowball dance. Imagine, tumekuwa na huyo boy tangu tukiwa class 3. Na yeye mwenyewe wakati tumefika class 8 ndio anaona niruke. Imagine hiyo sio story pomo. Sasa nikusikiza tu. oh. Who's Brittany again? What is Brandy? Muthe, Brandy ni best friend yake Ruth, yani yake Jenny hapa. Wewe mwenyewe unaanza kuuliza maswali za kijinga. Okay Jenny, tulia. Kuna kitu moja na ambacho unafaa ujue. Nilikuambia vizuri, hata Beyonce yeye mwenyewe anakaka na bodogi wake. Hahitaji mwanaume. Wewe mbona uhitaji mwanaume? Kuachana na Jose ama pale vi wachana na Jonte. Jonte mwenyewe ataweza kuona pale vi. Yaani umeweza kuachana na yeye. Na utaweza kupatana na boy ambaye ni wa haja. Hata mimi mwenyewe nakumbuka nikikatia madhako, niliweza kuwa nasumbuliwa na mademu wengi. Lakini mimi mwenyewe niliweza kuchagua madhako tu. Ni mdheni wa hali ya wega huko. Haya, wewe na hizo ni advice gani na ambazo unampea mtoto wako swali? No, you know what? Maybe she doesn't want advice. Maybe she just wants you to be her dad and listen. But what if my advice is amazing? Hiyo advice yangu inaonekana ataweza kuihinda nayo vizuri. Itaweza kumpeleka vizuri zaidi. Just aliweza kufika upande wa pili kezani. Sasa pale vini aweze kuja kuyatema upande wa pili toilet. Lakini pale 30 seconds of even 5 minutes. Siwezi hata nikapata sekunde 5 za kuweza kuwa na privacy. Lakini captain pale via hapa yuavimba na mwenzetu. Okay, nataka kusikiza niambie. Jiroli anaenda ajigue. Hata mimi nataka nikioleta. Hata mimi nataka manze mwenzetu aliona hapana. This is not fair. Not fair. Mbona mnanisumbua? Asema habari pengu nataka kumwambia nataka kwenda toilet. Here. Unataka ulikuwa unasema hivyo? Ndio hiyo. Twende tukiendaga zo. Is that what you were trying to... Kwa tatu hivyo? Ndio. Mbona wewe kwa mimi pia. Wote pale hivi sasa mwenzetu ameweza kukaa. Yaya ni kama ameanza kuunderstand mapengo hii. Ni twende. That is some good. Laudia cha pale hivi kunisumbua akili. Sasa kuna kitu moja, kuna stingo moja na ambayo nataka mzue. Nikiwaambia mfanye kitu mnafanya, sawa? Lakini na maana mwenzetu akaanza kutafiti kuhusu wa mapenguins, venye na ambavyo unaweza kuwa mabesti zaidi. Hadi nyakati za majioni akielekea manyumbani. Mwalimu akienda na watoto yeye mwenyewe anaenda na penguin, watoto wanashangaa, "Hea? Nikekero na osio." Wow. Polarized caps. Right, wacheki namna gani hadi jamaa akiwa majumbani. Nyakati zikifika ni za kuweza kuomba. Anaombea chakula chakiwa cha wote wakiwa wote 7. Mwanzo wako na mapenguin 6, na pale vindi wa 7 cheki. Wengine pale viwa wanasumbua na nyakati za majioni akielekea kijani kama kawa cheki akiwa na mapenguin zake. Hata mimi mwenyewe naweza kuwa penguin wazee. Acha twende tukiendaga. Jioni ya leo watoto waliweza kufika upande wa pili manyumbani. Mzae alikuwa na stingo fulani na ambayo alikuwa anataka kuonyesha hapa. Asante sana. Atingo yenyewe cheki. Lunge. Step ball change. Word. Kawaida, Brayo lazima aweze kujangusha chini zo. But he didn't show up for rehearsals. Not mentioning names. Sendi kama wako na upuzi jo. Mbona leo ana mbona wadhiko tole. Aliweza kuona Kairetu ni kama kuna jambo ambalo linamsumbua. Ikabidi sasa niweze kumkaribia Kairetu ajue ni nini ambacho kinaendelea. Lakini leo hii Kairetu hajakuja na mambo mbaya, amekuja na mambo mzuri. Mwanzo buda na kuambia namna gani. Johnny aliweza kunitia date jana. Akaniambia ile dance namba inakuja hivi karibuni tutaweza kwenda na yeye.
waliweza kukubaliana wende wakambaia Kairetu nguo. Sasa cheki, hawa ndio wamekuja kubai manguo, lakini ni kama wamekuja kutuna area zenyewe hizi. Dad. Kairetu naye upande wa pili kule ndani kwa changing room ana change pale vima nguo akisema zinakaa vibaya, lakini buda anamwambia namna gani tokeleze huku nje manze tuweze kukutseki at least tukuambie ukweli. Fine. Okay, haina noma. Kairetu waliweza kuchomoka. Wow! Wanaume wote waliweza kushangajo. Ngoja. Kairetu nikagira kaka. Actually look beautiful. You look beautiful. Hadi brother alimnoki. Dad. Mudhena yora uko nate. You're an angel. You're an angel. Unakaa malaika haki ya nani? Manze hadi mimi mwenyewe nimeanza kunoki na wewe. Ndio tukaona namna gani? Manze inaweza kunywa Johnny. Hauna halia. Sasa nimeweza kuongea. No kile ndio ati kidogo na kimweda nyitithania. Wazi waliweza kuelekea hadi zaidi pili ruti ni manyumbani. Asante sana kufika hapa pale vio waliweza kupata mapenguins. Ni kama pale vio wameandaa line fulani hapa. Kairetu ni alikuwa wa kwanza kuweza kufika na akapata mapenguins. Kuna mamawe fulani ambazo wameweza kuziweka hapa. At least kuna mambo ambayo yako hapa, kumbe yalikuwa ni mayai. Mzae kuja uteki. Mapenguins wameweza kutaga mayai. No. Wow, hata mimi mwenyewe nimeweza kufurahi. Sasa sisi wewe captain umeenda wapi? Mimi mwenyewe si wastagi mayai. Wacha niende nikienda anga. Kijana naye Bobby kufika hapa alishangaa. Wow. Sasa mnataka kutuambia tutakuwa na machicks ama pale vi watoto wa hawa mapenguins? Kituka hiyo. Watoto waliweza kufurahi. Mwanzo sasa wamejua namna gani Buda sasa ameweza kuleta zawadi na ambayo itaweza kuwa mob. Aliweza kumpigia bibi ya Amanda, yaweza kumuita ile zenye hizi bio. Umbe Amanda naye alikuwa ameenda date na kijana akaja niki. Naletea ugire nikinego uraga. Nilisema huyo nikita ngoa kichwa. Tuko na niki no, behave. Lakini sasa mwenzetu anaweza akabehave, lakini mapengu ni yani hawamjui niki na wameanza kuboeta. Nikano baka kwale. Huyo yaitwa captain. Na kisha la maana kuna mwingine. Unaitwa Fati manze. Stinky. Waves. Meetings. Wow, cheki. Kuna mwingine na huyu anaitwa kupiga nduru zo. Mom, you gotta see this. What am I looking at? What? Just miracle, that's all. Hold on, is that? Eggs. Wazi, cheki. Madhe kufika hapa aliweza kushtuka. Kufika akaweza kupata sasa mapenguini wameweza kupata watoi. Cool. Na hili litakuwa jambo poa. Watoto nao waliona namna gani hawa si wanafaa waweze kurudiana. Nikiona naki akomera Kenya mu ule amelalia nini? Wewe sio hiyo. Unalalia nyingine hizo. Oh ni sawa si. Acha pale video za kulalia tu hapa. Must be kind of hard on him. Together though. It's nice. It's nice. Unaweza kufanya kazi na ambayo ni haja zaidi. Mom. Hata mimi naona mmefanya kazi. Mom, Buda alikuwa anauliza kama mtaenda date ate. Mom, just do it. Mama wewe enda tu kwa hiyo date. Wacha story mob. Ni maana iko the date hiyo. Kumbe Buda nani aweze kuja upande wa pili kule aweze kujitayarisha. Plus na mama hiyo ajitayarisha, captain yuko hapa anamwambia namna gani kule underground funga zip. Wazi. Na kokora ogikate. So ni achiishe Buda jo. Got a reservation at Jean George, which is almost impossible unless you're dating the Donald. Aliweza kujitayarisha sasa ndio aweze kuelekea date. Naelewa? Mapenguzi wenyewe ni kama wameshaelewa hii story. Akaweza kuambia namna gani uweze kutulia hapa na watoto. Mimi mwenyewe naenda na ndirudi. Sikai sana. Pepperoni. Na kisha Raman aliweza yani akijitayarisha kwenda date, aliweza kupigiwa na Penguins. Akaambia namna gani Mrs. Harris yamhitaji upande wa pili kwa lile hotel ama kwa lile estate na ambaro yeye mwenyewe alikuwa anafaa aweze kununua. Kwa hivyo mwenzetu akajua namna gani hapo sasa ndiye ataweza kumpeleka bibie date. Aliweza kupeleka ile zenye hizo, lakini mwenyewe yuampeleka kwa kare kameza na ambako mwenzetu yuakahit. Actually nataka pale vitu weze kukaa kwa hii ya katikati. Yenyewe itaonekana ni ya kufana zaidi. Asante sana. Waliweza kutulia area zenyewe hizo, mamani aweze kuwaletea menu, at least ni waweze kusoma chenye ambacho kiko area zenyewe hizi. Lakini mwenzetu wa cheki namna gani kuna ile meza bado ya sorora na huku akizidi kumsorora Mrs. Harris aone kama ataweza kumpata. Mwanzo uasikia kwamba namna gani alikuwa anatumia jiwe moja kuweza kutwanga ndege wawili. Bibi ndiye aliyeshangaa. Mbona unaangalia ile meza hivyo? Sijui ni kuanzishia wapi, sijui ni kuambia nini. Kwa nini unaangalia ile meza? Niambie tu tafadhali. Okay, mtu alikosa otherwise. Mimi nikiwa mtoto mdogo,
budangu alikuwa ananileta hapa wakati na ambamo yeye mwenyewe ako manyumbani, na alikuwa anahakikisha kwamba tumekuja na tukaenjoy hapa, mimi na yeye na Maadhi. It was about the only time I ever got to see him. Na tangu ile wakati na ambapo Buda aliweza kutoweka ama pale hivi aliweza kukosa kurudi manyumbani, mimi mwenyewe sijai taka kwenda kwa lile meza. Mwanzo unaona litakuwa likinikumbusha mambo mabaya. Kai, unataka kuniambia tumeona kwa muda wa miaka 15 na hata hujawahi niguzia stories zingine kama hizi? Man, Mr. Popper. Ni kweli wewe ni Mr. Popper haki ya nani? Mwenzetu waliona namna gani? Upande wa pili Tavern on the, yani on the green. Story yao ni kama imeisha hapa. Sasa wenyewe ni msimu wa winter, waenda wakaskate. Kuuza manze bibi yangu twende tukaskate. Wazi kabisa. Asiwe na habari. Alikuwa anafaa aweze kupatana na Mrs. Harris na hakuweza kupatana naye. Kumbe Mrs. Harris alikuwa tu hapa akaona ulikuwa unaniita hapa kunja unakuja date. Cheki upande wa pili kule kwa skating. Wenzetu sasa wameshikamana hapa area zenyewe hizi na venye wameshikamana bado wanazidi kuongea mambo yao mawili matatu at least. Waone kama wataweza kurudia na area zenyewe hizi. Cheki. I brought a girl here once, long time ago. It's closed. Hii maisha nilikuwa nayapenda wakati tulikuwa na wewe, lakini wewe mwenyewe ukaamua ni kuweza kunidivorce tu design kama hiyo. Na hiyo sio story poa ama story mbaya, lakini chunga tu zaidi. Mwanzo niende tena usikie tumeweza kurudiana. Na tete tunaweza kurudiana tu hivi karibuni uone kama ni mchezo. Inaweza kuwa story yenyewe, lakini madam alimwambia hapana. Mimi mwenyewe tuliweza kosana na yeye. Na kama tuliweza kosana na yeye, hiyo story yetu ni kama iliweza tukoshia hapa. Aliweza kuangukania madama aliweza kumwamukia jamaa wake upande wa pili kule juju. Unaonaje? Makai we molito, toka juu yangu. Kai. Mwenzetu aliweza kujaribia tu design kama hiyo. Majioni aliweza kuelekea upande wa pili manyumbani. Kufika hapa akaweza kupata mlango umefunguliwa. We, kiateka, nini ambayo inaendelea hapa? Kumbe ni Mr. Jones na amekuja kuwakujia ama penguins. Amekuja na badge. Badge ya zoo, hiyo ni wana. We, nini unafanya kwangu? These birds have eggs, Mr. Popper. Yaani unataka kuniambia hawa mandege wako na hadi mayai na wewe mwenyewe hata fikiria kuwapatiana kama ndo wana hatia? Really? Unajua hii ni maisha ya, hii ni story mbaya zaidi. Nikiweza pale hivi kustaki kwa wanazu, wewe mwenyewe utachukua. Yaani hautakuwa na bahati. Cheki, atunawekea TV wajiangalilie movie. Hiyo ni ufara gani na ambao ulionao jamaa? Just shows what you know. That's a cheese drawer. Hiyo ni story ambayo uko na kama wanahitaji ice kuna fridge, wataweza kujiweka upande wa pili kwa fridge. Na nishake smoky. Na nimekwambia hizi mimi nawapeaga smoky ni ufala. Hii ni wewe mwenyewe umeweza kuleta hapa tu ndio uweze kusikiza wasee vibaya ndio waweza kukubali uchukue penguins. Sikupatie ma penguins. Ni wewe kwa leo kawaida. Yeah, but mimi mwenyewe napea hawa mapenguins chenye ambacho wanahitaji. Uko na uhakika unawapea chenye ambacho wanahitaji? what they need. I am giving them exactly. Yes, I'm giving them exactly what they need. Giving them love. Love. Ate unapea ndege mapenzi. Ushaondoa Children. That is nonsense. They're animals. Hawa ni wanyama. Na wenyewe wanahitaji mapenzi, wanahitaji chakula, wanahitaji yani eyes na wanahitaji mambo zingine. Na hata wanahitaji kukuliwa na hwera. Wewe acha kusema hivyo tu. Wacha tuone nani na ambaye atapendwa. Mwenye ambaye ako na samaki ama wewe mwenye ako na mapenzi. Wote waliweza kumwendea Mr. Jones mwanzo hadi captain. Traitors. Nyinyi wenyewe ni wasaliti wabaya zo. God, Popper. These penguins can only survive. Papa, acha tu nikwambie ukweli. Hawa mandege wanahitaji place na ambamo wanajua chenye ambacho wanakifanya. Wanahitaji chakula. Mwenzetu siku namba iliweza kufuata. Cheki, upande wa pili soko. Aliweza kukujia samaki. Ndio tena anamuuliza, "Umekujia samaki wa kazi gani?" Ikira umena wewe acha ujinga. Please have a plan, Pepe. Handi ataweza kunisaidia niweze inaitwa tilapia. Do I smell bleach? Mimi sitaki tilapia, yenyewe inanuka vibaya. Mimi yenyewe nahitaji omena nje itakuliwa kwa siku moja. You need to procure your promotion. You need to procure yani your promotion, lakini mwenzetu wasema hapana, chenye nahitaji saa hii ni chakula cha wale mapenguins. Kisha na maana upande wa pili kule makejani ni aweze kupigana yani kuweka eyes upande wa pili. Mwanzo hao mapenguins wanahitaji tu ile eyes ukilipenda. Watoto ndio waliweza kufika ile hizo wakapata Buda ni yeye mwenyewe wa upande wa pili. Ready?
Young gentoos need an ice shelf at 20. Young chances na yani chances na ambazo zinaweza zikafanya tuweze kuishi na mapengo ni hizi ice. Kaida tu alianza pale hivi mchezo. We madam, unataka kunipiga na hizo upande wa pili kezani. Na hiyo ni wanana ambao ulionao. Mnadhani hata mimi mwenyewe siwezi piga mtu nayo? Alianza pale hivi story ni kama mchezo area zenyewe hizi. Kumbe Kemelia neiba wake mwenzetu alianza pale hivi kukuja kutafiti. Yeye mwenyewe pale hivi alikuwa ni wale wasee ambao wanarukia ama pale hivi wanakimbilia mambo za wenyewe. Hata huwa washughuliki na cheki. Mwenzetu pale hivi anaeka hizo na kija na maana anafunikia kailetu. Nimechukua video. Asiwe na bali. Mwenzetu nao mapengo wako kimoja. Ka video niko nako hapa. Aliweza kukanyaga yani kukanyaga upande wa pili kisha kasimu kakunywa maji. Yani, kai, karibu wako ananikagiriko. Nasikia madha kwa kicall. Sikia venye simu yako inalia vibaya hizo. I'll be telling the board about this. Nimeenda kuambia kiateka hapa kuna mapengo hizi ambazo ziko hapa. Anafaa kutoa area zenyewe hizi. Asante sana. Nyakati za majioni, watoto wakiwa wamelala, mwenzetu aliweza kuambusha na akaweza kuambia wakam area zenyewe hizi. Mwanzo kuna jambo na ambalo hataki wao wenyewe waweze kulikosa. Aliweza kupata kwamba mayai ndio yakati yanayachi. Aha. Kisha na maana captain ametulia tu hapa. Angojea tule tutotoni tuweze kutomoka. Hii ni watoto wangu, hii ni familia yangu na ile ni familia nyingine. Cheki. Tule tupenguins tuliweza yani kuyachiwa. Wow. Wote waliweza kushtuka. Manze. Hawakuwa na taraji story kaa hii inaweza fanyika kwa haraka vile. Kumaanisha namna gani wamekaa na hawa mapenguins kwa muda mrefu. Reminds me of you guys. Sasa tumengezewa tu penguins wengine tu. Lakini sasa kuna yai moja na ambalo lilikuwa ni lake. Yes, Mrs. Captain. Lenyewe limekataa pale vini kwa za kuyaji. Sasa cheki dola mambo. Upande wa pili kwa keja yake Mr. Poppers. Yenyewe imegeuka ni kama upande wa pili side ni sketi cheki. Oh, sorry. Watautika kaida tu. Hatia kugodana. Wacha kunipika na eyes. Kina pangus na wao pale vicheki. Ikosa kuchapa upande wa pili madhe kufika hapa alishtuka. Asi? Just coming together, huh? Hata sijaenda siku mingi nimekuja nimepata jumba limeweza kugeuka. Kare huo. I'm still waiting to be a dad, huh? Nini naendelea pale mapenguzi wanasema hili yai itahi pale viku yacho. Lakini mwenzetu wanaona hapana. Hii yai lazima tutaweza kuyacha. Cross-checking's okay. Toka ataenda ukasketu. Baadaye aliweza kuaga familia yake niweze kuelekea manyumbani. Yes, familia imeweza kuelekea manyumbani ikiwa na furaha, lakini mwenzetu hapa amebonda. Mwanzo kuna yai moja na ambalo bado halijayacha. Na hili lazima aweze kutulia hapa, atulie na kina captain. Aone kama yai yenyewe litaweza kuyacha ndugu mpenzi mtazamaji. Mwanzo ameshakuwa na mapenzi na ambayo ni kati yake na wale mapenguins ukilipenda. You're falling asleep. Hadi nyakati za usiku bibie yuampigia simu kumbe mwenzetu ametulia tu hapa akiwa amegojea lile yai liweze kuyacha. Bibie na yeye amwambia hapana mimi mwanzo ni kama nimeanza kukumisa lakini sijui kataumana na muda gani. Good night. Cheki hadi aliweza kuwa analala pale kwa lile yai atriza niweze pale vikuona yani aweze kuona kama litaweza kuyacha. Asubuhi na mapema aliweza kusikia mlango wake ukibishwa. Kufungua akapata ni kina Franklin. Weza ma tuliweza kukuita tu jana na bado hujamu. Heard anything about the tavern? Tuweza kutumia missed call 7 na bado hakuna hata moja imesikia. Actually nilikuwa na kahoma niliweza kuingia pepe yani nikwambia penguins. Kitu kaa hiyo lakini kina Franklin waliweza kuingia hapa. Kufika hapa waliweza kupata mapengo. Asi? Fired up the old Zamboni. Yani ni kama tuko upande wa pili side ni Zambondia. Wednesday. Cheki mwenzetu ni kuzua mali. Yani ni kuondoa mauaro kisha na maana kuka testing. Gone insane. I've seen this before. You are all insane. Jamaa mwenyewe unaonekana kama umeweza kuwa chizi. Popper. The tavern. Oh, the tavern. The tavern inakaa namna gani? Roger. Actually the tavern goja. What's my- Story ya the tavern bado inaendelea lakini itaweza kutupea muda. Wewe Popa, unajua uko na mapenguins kwa nyumba yako? Ninajua zo. Hii story yote naelewa. Mimi mwenyewe sihitaji pale vipi kushinda nikiambiwa. Na mimi mwenyewe ndio nimeweza kupanga hii plani. At least nataka tu wasemweze kunipea siku kadhaa. Hili yai nambaro liko hapo likiweza kuyacha, mimi mwenyewe nitahakikisha jumba ama pale vi ile tavern on the green mmeweza kuipata. Ni hili yai tu lino leo lejigite huko. Kina Franklin waliona huyu jamani kama amekuwa chizi. Manzi, It's too late. We've lost him. we have lost him. Popper, you're fired. You're fired. Okay, mwenzetu wako kusema lingine alisema tu sawa. Uoshe,
penguins na alikuwa ni best ya mwenzetu aliboeka. Endeavors, proper. Endelea kukaa na mapenguins wako tuone kama ndio watakuwa wakikupea do. Yeye hati na dhina. Mwenzetu naye aliweza kuingia upande pili kwa Google mbio kuweza kuangalia jinsi na ambavyo lile yai lileza likayacha ama pale vile likahacha haraka. Aliweza kusema mambo mawili matatu. Hauja pale vikuweka lile yai upande wa pili kule nje. President mama wanaona kama litaweza kuyacha. At least atulie area zenye hizi. Likiweza kufaulu kuyacha itakuwa ni story nyingine ndugu mpenzi mtazamaji. Aliweza kutulia area zenye hizo hadi nyakati za majioni. Jioni jamaa yalala hapa. Akiwa amegojea lile yai liweze kuhacha. Cheki. Hadi breakfast anaipata tu akiwa hapa. Akiwa ametegea lile yai liweze kuhacha. Ilifika hadi wakati akaona sasa maybe ni aweze kutafuta usaidizi. Cheki hadi anataka pale vile kuweze kulipea yani kuipasha joto, lakini ya ile yenyewe halitaki kuhacha hapo ukilipenda. Cheki kuyorerero ihora hacha haraka jo, lakini ya ile yenyewe halitaki. Mwenzetu aliboeka. Ai manzi, hii ni story gani na ambayo mimi mwenyewe naifanya man? Aliweza hadi kumuita, yani nilikwambia aliweza kuona ni vizuri aweze kutafuta usaidizi. Aliweza kumuita Poppers ama pale vile aliweza kumuita Johnny. Ye mwenyewe alikuwa na uwezo ama pale vile alikuwa ni expert kwa mambo ya wanyama. Kufika hapa ili yai aliweze likahacha. Mwenzetu alibonda zo. Na nimepoteza job jua ili yai peke yake. Ne wana. Johnny aliweza kupata chance poa sana ya kuweza kumwambia mwenzetu aweze kumpatia wale mapenguins. I tried to warn you, Mr. I tried to warn you, Mr. Popper. Sasa ni wakati mzuri niweze kuwachukua mapenguins. Niende na wao hadi upande wa pili kule kwa zoo. Press na mama nitaweza kuangalia vizuri zaidi brother. Unacheki namna gani? Unaonaje hapo? Haina noma. Wewe chukua tu uende na wao. Zoni alienzo Ivanze. Manzi sasa hizi ni pesa na ambazo nitaanza kuzihesabu jo. Hao mapenguins yeye mwenyewe alikuwa na nia ya kuweza kuwauza jo. Mwenzetu alianza pale vini kufunga milango hapa kwa sababu sasa hawa mapenguins wameweza kumchosha jo. Ameweza kusacrifice kila kitu kuwahusu, lakini wao wenyewe wameweza kumwaste. Siku namba iliweza kufuata upande wa pili kina Franklin walikuwa wameweza kumtafuta Kenodia. Kenodia naye yasema namna gani mchongo namba unakuwa upande wa pili hapa unaweza kuwa na pate na mchongo wa Liberty. Kafra uliweza kusikia Mr. Poppers. Wasemla niangalia namna gani nini kama umeweza kuona zombie. Mimi mwenyewe manze nasema ngani najua tena huwa anafanya. Hakikisha ile mystical ama zile simu zote ambazo zimeweza kupigiwa yani umeniambia ni nani na nani. Hakikisha na maana hapa ni principal yake Mr. Mia kuweza kuangalia mtaa wapi. Mimi nafanya hapa nimeamua kuweza kuwarudisha wera. Umeamua kuturudisha wera na sisi wenyewe ndio tuliweza kukufuta job. Let me bring you up to speed. I've been playing hardball with Van Gundy. Told her $100 million. Suggested to make her life. Ni mwote kuikara weka huko. Pipi, Penguins. Aliweza kufika hapa, akaweza kupata pale vi mwenzetu ashafika inadi. Excuse us. Mnaweza mkatu excuse. Mwenzetu kabirini ameweza kuchoma gai. Papa amerudi. Mwanze wera ni washokereria Jesse. Pala pili majioni. Watoto walikuja kama kawa venye na ambavyo wameweza kuzoea kukuja kwa Buddha. Kafra, kabla pale vya mjaingia huko, kuna kitu moja na ambacho nafaa niwaambie. Nimeweza kubadilisha kila kitu. Wacha pale vi watoto waweze kuingia hapa. Wako wapi mapenguins? Where are the penguins? Where are they? Wacheni niwaambie wako poa lakini wako kwa zoo. Place for them. They're probably in an icy pool right now. All the fish they can eat. Full-time penguin. Place na kama hataweza kukosa chakula, hawataweza kukosa kila kitu. Unaweza kuwatuma kwa cage? Mbona ni madoli akili we? They don't feel things the way we do. Tom, I don't think... Tom, kula amadhe hata usishinde ukimwambia. Huyu jamaa, huyu baba. Mudhe ni kwa kaka wake. Aliguza, alivuta kiwaja kwa yake kikamharibikia. Going to the stupid snowball dance. Imagine baba, kuna kitu moja na ambacho unafaa ujue. Nimeweza kukataliwa na John T. Alikuwa ameniita niende na yeye dansi, lakini sasa ameniruka juu. Mwanzo kuna dem fulani na ambaye yuko kwa jina Becky na ambaye ameonekana ni mrembo kuniliko. Na todo inaona wacha tuende kwa room yetu. How about feel something? Yeye yake iwe sawa. I feel great. Mimi nafurahi sana hao mapenguins wameniondokea. Tunanikia kuira andike tuliachana na wewe juu hiyo ujinga. Unakuwa na ujinga mingi na ambayo hata haina bia, haina barabara, dei na fara. So wake up.
Amanda amuka, nilikuwa uliniona nikiwa nimelalia yani nimelalia lile yai liweze kuhatch. Mimi mwenyewe nilikuwa nimelala, sasa nimeamuka. Unayokira. And by the way, nimeenda. Na ukweli wa mambo, Nikki ameweza kuexpand ama pale hivi ameweza yani kufanya ile vacation yetu ambayo tulikuwa tunaenda upande wa pili Ghana ikuwa ya miezi 6. Haiko ilikuwa ya wiki 3, sasa ameongezea ikakuwa ya wiki 6. Uko sawa? Ndio sawa. Na pale hivi yani Kairetu akaweza kuchomoka. Mwenzetu alibaki hapa hivi akiwa amejam sana. Baadaye Mr. Copper, we're pulling up presently. Okay. right. Mwenzetu akiwa upande wa pili Kejani akiwa ametulia upande wa pili Makejani aliweza kupatana ama pale hivi kuliona lile barua na ambayo nilikuwa nimekuja na ile souvenir ya kwanza kabisa na kuweza kucheki aliweza kupata ni barua na ambayo ilikuwa ni ya budake. Na yenyewe pale hivi ilikuwa ni simple sana. Ilikuwa inasema namna gani? Kuna kitu na ambacho budake aliweza kukipata. Wale mapenguins. Na ukweli wa mambo, wale mapenguins wakiweza kukupenda hawezi wakatoka kwa njia yako. Watakuwa wanakufuata kila mahali na ambapo unaenda. Kwa hivyo kama kuna kitu moja na ambacho unaweza kufanya kijanangu ni uweze kuhakikisha umependana na watoto wako ama uweza kuwatafutia chenye na ambacho kitaweza kuwa bamba zaidi. Na ukipata chenye na ambacho kitaweza kuwafurahisha, hakikisha hautakipoteza. Mzito alisikia kama hivi ameweza kuguzwa. Mwanzo wale namba yani wale watoto wake walikuwa na bambo la kitu moja tu, wale mapenguins. Asante sana. Hivi sasa wanaelekea kwa ule mkutano wake Mrs. Harris. Watoto wanasema hapana, hatuendi kwa hiyo mkutano. Mzito aliweza kuingia akamwambia namna gani? Hatuendi kwa mkutano wa Mrs. Harris. Toto radiko. Zoo? What? We're getting our penguins. We are getting our penguins back. Wabe wanze buda umeanza kuongea ufu. Yaani umeweza kuongea ukweli. Mrs. Harris naye akiwa upande wa pili kwa ile hoteli yake jikana kwa The Greens. Yet kama kawa yani amezoea mwenzetu kazi yake ni kuweza kuchelewa. Oh. Who? Cooper freaking Keegan. But Dad. Sweetie, you gotta put your heart there. And it might get broken, but that's how you know you have one. Wow. Wasikia namna gani? Mwenzetu sasa yu amwambia Kairetu wake aweze kumpigia yule jamaa kwa jia Jonte. Aweze kumwambia kwamba wanafaa warudiane. Lakini Kairetu walimwambia pana hampendi Jonte, lakini wewe kuna mtu unafaa upigie simu. Mom. Oh, pigia mom. Na umwambie pale via aache kuenda hiyo safari na ambayo yuenda ati ya miezi 6. Mwenzetu aliona ina noma. Wacha hata mimi basi niweze kumpigia Tristan niweze kujua cheki na umana. Aliweza kukoroga mtambo. Leo yompigia bibi Amanda. Amanda naye alikuwa upande wa pili flyover akielekea upande wa pili Jomo Kenyatta airport. Siweza kuona simu ya binti yake. Nikiambo ile tu dada, unataka nini binti yangu? Hapana, sio binti yako, ni mimi Amanda. Na kuna kitu moja na ambacho nafaa nikuambie. Nasikia kwamba wewe mwenyewe unataka kwenda. Yaani uliniambia unataka kwenda upande wa pili side ni Ghana kwa mkutano ama pale viko vacation. Mkiwa na huyo mjinga kwa jia Nikki. Tafadhali, haufai kwenda mwanzo huo mkutano ama pale hiyo vacation itaweza kugeuka ikuwe friendship. Mara nisikie mumeweza kuona na Nikki na mimi mwenyewe na kuweza kukuhitaji na kuomba tu uweze kurudi manyumbani. Wewe ni bibi yangu na nakupenda zaidi. Hadi watoto nasikia manzi buda anaweza rusha vibes. Ajale keshi ndio leo wika. Wazi wacha tusikie. This time, Papa. Okay, unataka kunipeleka date wapi? Planning to tear down? No. Actually, hakuna mahali, hakuna hoteli na kupeleka kwa date. Sisi wenyewe na watoto tunaenda upande wa pili kwa zoo kuwaendea mapenguins. Hebu ndio kuthigane wika. Ngoja. Nikki. Nikki aliweza pale hivi kuacha do design kama wenzetu tunao walikuja upande wa pili kwa lile zoo. Tustukia pale vile waliona madhi. Manze madhi umemuo. Yaani wewe kinyati na dhina. Mwetu na ni oka. Lazima pale hiyo date tuweze kuenda kama mbaya. Haina noma basi twende tukiendanga. Sasa wameweza kuja wale mapenguins. Waliweza kuelezwa place na ambamo wataweza kupata mapenguins. Lakini wale mapenguins waliweza kupata hapa ni wengine hata hizi ni penguins sio wetu. Where are my penguins? I'm gonna call you back. Aliweza kumkujia mjinga hapa. Where are my penguins? Penguins wangu wako wapi? Why aren't they out there? Because Mbona siwaoni huko nje? Kwa sababu hao ni wanyama na already nishawauza. a Komodo dragon or a Bengal tiger. Nimeweza kuuza ndio niweze kupata tiger, niweze kupata nyoka. Mwanzo sina kwa hii zoo. Hawa wanyama ambao nakuambia. Hata ukawauza.
Championships. Sure wasn't their farm system. Where are you sending them? Unawatuma wapi? Ama pale hivi unawatuma wapi? Wabili tunawatuma Switzerland, wengine tunawatuma India, wengine tunawatuma Mumbai, ama pale hivi tunawatuma Dubai, na wengine tutawatuma upande wa pili side ni Paris. What about the American eagle? Is that just a bird? Ni bird? Unasema pale hivi mapengo hizi ni manyuni tu. Ishi inaona nyoni. Hata hiyo ni nyoni banze. Can they just see them? My family is torn. Unaweza pale hivi waruhusu watoto wangu waweze kuona wale wanyama at least mara moja ya mwisho. Haki ya nani buda manzetu waruhusu pale vitu waweze kuona mapengo. Alisiwezi nikawaruhusu muweze kuona wale mapengo. Neki, unaona kama wana Neki? Sure. Look, Pomper, I couldn't even if I wanted to. Kama ningetaka kuonyesha, waonane ningeweza kuonyesha, lakini washaenda. Lakini waliweza kulia manze, louder kama waliweza kuitana manze buda tuko area zenyewe hizi. Wote wakaweza kufunguliwa plus shokai. Good job. Uweza kufanya poa. Ujinga naye aliweza kuingia upande wa pili kwa ile cage ama kwa ile fridge. Waweza kuchukua samaki wawili. Wazee, mnafahamu waweza kumwokutu hivi. Kujani mrudi kwa cage yenu. Sasa aliona hapana. Not this time. Akaweza kumfungia mjinga upande wa pili. Anawahi huroni kahe ho. Kisha na maana akaweza kuchomoka kufika hapa. Wakaweza pale hivi kupata mabarakoa. Na lazima waweze kupata kuchomoka na plan moja muenda. Wazi. Waliweza kuvalia wote mabarakoa. Mjinga naye wakati anakuja kufunguliwa upande wa pili. Moto so long. Nini imefanya ukuje upole pole hivyo? Look like hawa sasa wanakaa namna gani? Hawa wasi ni wenye wamechukua penguin wote wanane na mododo yake. Mnaniuliza endeni mkawatafute mbio. Mzito nao ni upande wa pili. Sasa wametomoka na plani moja muenda. Cheki, mzito ameinamisha kitambulisho. Kisha na maana anasema namna gani? Hawa nyuni wako la corona manze. Mnafahamu uweze kuondoka mbio mbio. Cheki wase venye wanachomoka area zenyewe hizi. Wajua hao. Kwenda pale viko tuma hapana tugereka. Hapa pale viko na noma. Sasa kaona vizuri niweze kurudi kwa gift shop. Ya nyama. Na pale viko wameweza kurudi nao wakiwa ni wote kiujumla. Asante sana. Cheki wale mapenguins. Hapa pale hivi walikuja ile hizi. Captain aliweza kushikwa na kikamba fulani hapa. Akaanza pale hivi kujibingirisha nacho at least ni aweze kujitoa. Lakini asiwe na habari. Kuna jela hapa chini ataka. Waya aliweza kuongwa chini. Lakini aliweza kupata kiburungo fulani ambacho kiliweza kujifungililia upande wa pili kwa ngongo. Kisha na maana cheki guardians atuniweze kumfika kumshika captain. Lakini captain ni nani? Unajua pale hivi machenga. Ukaimani kwa inafuata nani? Kaingia kwa elevator na nikajifunga. Ai. Tupi na yeye upande wa pili, tuvi penguins. Aliweza kupigiwa mtambo na mwenzetu akamwambia namna gani distract hawa say jifanye pale hivi kuna perturbance fulani ili sisi wenyewe tuweze kupita. Okay, Kereta kaona namna gani kama kawa huyu ni mdosi wake. Kufika hapa namna gani? Akaanza kujakusha na hii Kemeta. Hey, miss. Nice and neat formation. Okay. Stay in formation. Twendeni msipotee kwa njia. Haraka. Imagine pale hivi nimesikia tu kitu kimeningia upande wa pili kwa mwili wangu nikaanza pale hivi kuanguka area zenyewe hizi. Sasa wanatinga liko pale lakini Jonte yeye ndio huyu mani Johnny. Change of France pio. Kwanza kuchomoka kaida tunaenda mbio pia. Pipi. Suga brako. Yote bodo genyita. Akisha na maana hiki kimkonjo chako na ambacho unatusumbua nacho. Are you forgetting something? Kuna jina ambacho mimi naweza nikasahau. Lakini Amanda alimwambia na nani? Kuna mmoja na ambaye yuko hapa. Nani yuko hapa? Kai au bwatari ho. Kumbe akopanda pili kule rooftop. Tena amezurua nikiuregudha. Mbona unajipiga jamaa? Mbona unajitwanga hoya? Jifungililia hapo, kaa hapo. Fala manga. Na mimi mwenyewe nimeweza kutomoka. Nimeweza kwenda nikiendaga. Sasa wenzetu wameamua na gani kuna mkutano mmoja nao wamebakisha. Wake Mrs. Harris. Lazima wahakikisha wamepata wameweza kupata ile hotel. Mtitore hao huo. Mtinga sasa na aweze kufunguliwa. Sasa pale hivi kupatana na Kemata. Hega skuta kaka kweheka. Lazima pale hivi niweze kufuata wajinga. Manze. Upande wa pili the Greens wenzetu waliweza kufika mbio. Leo sasa lazima waweze kuingia ile zenyewe hizi. At least waweze kuona kama wataweza kupata ile hoteli. Mrs. Harris na yeye anasema hataweza kupeana ile hoteli. And that's why I'm here to announce inaitwa slow motion. Don't do it. Don't do it. Wasemjaiona mtie muona modo slow motion mtitigana. Manze inaitwa slow motion. You can't sell this place. You can't sell this place. This place iko na future ama pale viko na historia ya wase wengi zaidi na Kemata. Hiki pale viki na furugo wale wana yana wiro yule wataweza kufutwa job.
nilikuwa nakuja hapa na budangu kwa kale kameza na ambako nilikuwa nakataa kwenda ndani yake. Juzi tena nikakuja na bibi yangu. Na tena nikakuja na wewe hapa. Alafu unataka pale hivi kuweza kuuza, hapana haufai kuuza. At least wacha ikue, yani kazi yenyewe ni ya wasi kama yani ya wasi wenye tunajua. Nani no hakuna dread. I'm not selling it. You're not selling it? Ndio mimi siuzi. Well, we got dressed up. Hiyo ni kitu poa. Kumbe mjinga kwa jina Jones aliweza kufika hapa. Jones, New York Zoo. Jones, New York Zoo. Na nimekuja hapa kuweza kumshika huyu jamaa kwa jina Mr. Poppers. Mwanzo jamaa mwenyewe ameweza kuwaiba mapenguins. Ate penguins. Sasa tulijifanyaje mapenguins kumbe? Mapenguins waliweza kuletwa na pipi. Ni orauga. Ni mabeste zangu. What you could stay in the car? Hapana wamezusha. Wakasema lazima wakuje waone mdosi wao. Creatures locked away in his apartment. Huyo jamaa ameweza kuwafungilia wanyama kwa apartment yake. Na hiyo pale vini against the nature. Acha, ni ya ndio muonete. Ni kuna wakati niliona wa mapenguins wa kuweza kumfuata mbio mbio. Yeye mwenyewe hakuna chochote na ambacho huo yuwaambia. No gain. Yes. The kind no amount of money can buy. Oh, for Pete's sake. Mr. Popper and his equally crazy family believe that these penguins love him. They are Mr. Poppers, ama Mr. Popper. Na yani na hii familia yake ya wase wajinga wanadhani hao yani mapenguins wanawapenda. Lakini hao mapenguins wanapenda samaki. Mwenzetu walimwambia toa. Akona samaki. Horai. Tulieni mimi ni mbuyu. Najua chenye mimi yani chenye mimi mwenyewe nafanya. Mapenguins kuona samaki kama kaa huwa wanakimbilia ile samaki mbio. Cheki hiyo ye pipi na yeye ametulia. Wewe jeshi nina huko. Ni buda ama ni samaki? Oya kama kukula ni kukula. Tuende tukadishi lakini captain. That's right. That's right. Kujeni lakini captain anaona namna gani? Manze ule ni buda boss. Nina huko. Wewe kaenda mwenzetu. Manze tumeshinda hiyo game. Hiyo game tumeshinda manze. Ndio mraia ukaanza kupiga makofi. That doesn't prove anything. Hawa sasa wakamatwa. Kwa sababu ya nini? Tushikwa kwa sababu mapenguins wametukubali. Hiyo ni ufala namba uko nao brother. Mapenguins ni wangu. Mapenguins makofi. Mapenguins ni wangu manze. Ona ni dues load tu samido kweka. Your mind? He's breaking the law. Ujamaa na break law. Na nitaweza busy hakuna law naona akiharibu. Mimi mwenyewe nitaweza kukol karao. Nitaweza hadi kukormea. Hapana, Misari akasema hapana wacha mimi mwenyewe nikukolie huyo Mia. Michael? Mr. Mia. Kuna jamaa fulani na ambaye unisumbua hapa. Wewe ukaenda ukakuja mabusu. Wewe ukuja ukakula ugali bila nyeni. Yobio pale hivi mjinga aliweza kunyako. Mwanzo aliweza kugundua huyu jamaa alikuwa na upuzi namba alikuwa yofanya. Pipi na yeye aliweza kufuata boy fulani manze. Mimi naitwa Pipi. Mimi naitwa Eriko. Kama kawa. Mimi pale vini best ya Sam. Okay, haina noma. Tunawaka na namna gani? Hapa tumeweza kubahatika na mapenguins. Hii ina maana kuna story na ambayo Miss Harris alikuwa amebakisha hapa. Congratulations. Kwa nini? Fern is yours. Hii park ni yako. Ate? Kare huo. Never forget a name. Singeweza kusahau yule kijana na ambaye alikuwa nawe kuja alaka pale wakiwa na budake. Ukaamua ikaanadhogua hale iko ekiheo. Na wewe mwenyewe ndio nimeona tu potential wa kuweza kushika hili jumba. When we break ground on the new building. Unataka tuanze kuunda hili majumba siku gani hapa? Hakuna nyumba tunaunda. Nyumba ama pale hivi hii estate ni yangu. Nyinyi Mr. Franklin na Kabade muweze kwenda mkiendaka. Na baada ya wiki place yenyewe iliweza kufanywa yani renovation nyingine muenda. Sasa mwenzetu na yeye aliweza kukama hapa Tavern on the Green. Na ndio ilikuwa ijujuika yani ile estate ilikuwa inajikada design kama ile ukilipenda. Cheki pipi manze ameweza kujinyakia Eriko manze. Wotirio. Bati! Manze pale vya namna gani? Mrs. Harris na yana namna gani? Imeweza kungukia mtu wenyewe. Mr. Franklin mani mweshajo. Mwenzetu na akaona namna gani sasa leo. Itabidi tu ameweza kupelekwa kwa lile meza na ambalo alikuwa analiogopa zaidi. Lile meza na ambalo alikuwa anakuja na budake. Bani kudhakara. Wote wakaanza kujichupu pande wa pili kule juu ya viti. Thank you. Dad. Buda, asante sana kwa hii story yote manzo umeweza kufanya juu yetu. I'm just a mastermind. So, actually, kuna kitu na ambacho imeweza kunifanya niwalete hapa. Mwanzo kuna story ambayo nataka kuambia. We're on a trip. Very far away. Kuna trip na ambayo nataka kuwapeleka. Yani kwenda. Na yenyewe iko mbali zaidi. Na ninaona kama nitakaa kwa miezi kadhaa. Na ninataka mkuje na mimi. What? Wacha tutakuwa mbuda. Madhina kasa mama gani? Wapi place yenye iko na joto?
no akora turathi kodo gwela rugari tunaenda kwa Njeve na sio mchezo. Cheki place number moja waweza kujipata. Sasa wameamua ni story moja tu, kuweza kuwaleta wale mapenguins kwa familia zao. Mwanzo hata wale mapenguins wanafaa familia. Cheki mapenguins wako wamefuatana manze, captain akiwa ameongoza. Tunani tukienda ngoma nzendo ile mbogi yetu. Mwenzetu sasa ameweza kuambulia mapenguins. Kuna wakati na ambapo wataweza kuteseka tena. Mweza kufika upande wa pili side ni Atlantis. Ukiripenda. Wow. Cheki mapenguins wasibu tiare para jeshi. Tumeona pale vio akina shosho na kina gukaida zenye hizi. Ina. Cheki pale vi captain. Tumeenda pale vi kwa laki wenzake. Cheki. Azanza. Kina samanze. Ewa samu wako. Lorete. Ni sawa lakini captain aliweza kuzama. Yaani aliweza kujitoa. Akaenda upande wa pili kule Lutikano na akaweza kusimama. Ushika yetu ndiye aliweza kuona hapana. Mudhe. Captain hataki kukaa hapa. Captain anaonekana amezama na area hizi. Sitoriona hakuna noma manzi. Wacha bali ni aweze kuongea na huyu captain. Testa aweze kujua nini ambacho kinaendelea. Captain, nini shida Tehera? Wow! Captain ameweza kutaka yai. Haya, tokuwa naenda wika huko rume na itubea kule kagia. Wow, unihega. Sasa tumeonekana vacation yetu itakuwa ikikuwa, yani itakuwa baada ya siku kadhaa tunakuwa. Baada ya siku zingine kadhaa tunamwok tu hivi. Ni huo gadudha kakoni kariubukaga. Kitu kayo buda, lazima tukue tukimoku kuva vacation. Kedika komera ni gwa tutugike, yani gatulike. Ikwenda ulimo ucio mwena huu. The coolest gift I ever got. See you soon, Captain. Kichana maana we. Mwedwa. Story totally turarikia. Unajua nisikia pale hivi mnapendana na Niki. Huyo Niki nilikuambia pale hivi nikaweza patana na enda za mnyonga. Unasikia? Na ukinya tu edane, na ukinya tu shoke family ndio baba. Familia sasa imeweza kurudi fomu, imeweza kurudisha ikiwa ni yote yenyewe. Mwanzo kama penguins ndio wameweza kufanya mwenzetu, at least familia yake imeweza kumrudia. Hata kuweza kuhustle sana. Imeweza tu kusaidiwa na mapenguins. Wenyewe pale hivi wakaweza kuhakikisha familia yake imemkubali tena. Asante sana. Cheki. Wale mapenguins walikuwa ni wengi zaidi. Wote kina captain wameweza kusaidiwa na mwenzetu, wakaweza kurudi kwa familia zao. Right. Ni Mr. Poppers wa Penguins Dungu, mpenzi mtazamaji. Asanteni sana. Nyuma ya maika mimi Wenyora DJ Dizo. I said that is my brand new bitch. I hold them tight and we flow like a hawk daily.